الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة القيامة مكية وآياتها 40. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mbele yetu ni surati al-Qiyama ambayo imeteremshwa Maka na ikiwa na aya 40. Ni sura ya 75 katika mpangilio wa msahafu. Sura hii imeitwa Suratul Qiyama kwa sababu ya kupatikana neno hilo katika mwanzo wa aya zake, la uqsimu biyaumil qiyama fasumiyat bidhalika, ndipo ikapewa jina ya Qiyama. Lakini sura hii kama zilivyo sura nyingine ambazo zimeteremka Maka, tualiju mawdhu al-ba' wal-jaza alladhi huwa ahadu arkani al-imani 6. Inazungumzia maudhui ya kufufuliwa na watu kulipwa, ambapo ni moja katika nguzo 6 za imani, kama ambavyo imejikita zaidi sura hii katika kuelezea habari za Kiyama, shida zake, ahwali zake na hali ya mwanadamu wakati wa kutoka roho, na yale ambayo kafiri atakutana nayo akhira min almasaib walmataib, katika yale mambo ya shida na matatizo ambayo kafiri atakutana nayo huko. Mwanzo kabisa sura hii imeanza kwa kiapo alichoapia Allah kuhusu siku ya Kiyama, lakini kwa kiapo alichoapia Allah kuiapia nafsi yenye kulaumu. Yote hayo katika viapo ni kuonyesha kwamba kufufuliwa ni jambo la kweli, halina shaka ndani yake, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, la uqsimu biyaumil qiyama wala uqsimu bin nafsi lawama ayahsabu al-insanu allan najma idhama bala qadirina ala an nusawiya banana. Kisha sura ikataja sehemu ya alama za siku za Kiyama, siku ya Kiyama. Miongoni mwa alama zake ni mwezi kukosa nuru, macho kutoweza kuona vizuri, na viumbe vitakusanywa kwa lengo la kuhesabiwa na kulipwa, kama alivyosema, fa idha bariqa al-basar wa khasafa al-qamar wa jumi'a ash-shamsu wal-qamar yaqulu al-insanu yawma idhin ayna al-mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idhin al-mustaqar. Lakini sura hii pia inataja umuhimu na kazi muhimu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pale alipopupia katika kuidhibiti Qur'ani na kuihifadhi wakati akifundishwa
na Jibril alayhi salatu wassalam. Faqad kana alayhi salamu yujhidu nafsahu fi mutaba'ati Jibril, Mtume alikuwa akisongesha nafsi yake katika kumfuatizisha Jibril. Wa yuharriku lisanahu ma'a, na akitingisha ulimi wake pamoja na Jibrili akisoma. Liyusri'a fi hifdhi ma yatluhu, ili apate kuharakisha kuhifadhi yale ambayo yanasomwa na Jibril. Fa amarahu ta'ala an yastami'a bitilawati, Allah ndipo alipomwamrisha Mtume asikilize kisomo cha Jibrili. Wala yuharriku lisanahu bihi, na wala asitingishe ulimi wake kwa kukupia kutaka kuyahifadhi. Pale Allah alipomwambia la tuharrik bihi lisanaka litajala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idha qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana. Sura hii vile vile imetaja mgawanyiko wa watu siku ya mwisho. Kuna watu watakuwa ni wenye furaha na kuna watu watakuwa ni wenye huzuni. Wale wenye furaha nyuso zao zitamweka kwa kuwa zina nuru, ambao watamwangalia Allah tabaraka wa taala. Wal ashqiyau wujuhu muklima, ama watu wabaya nyuso zao zitakuwa na kiza, zitakuwa zimejaa udhalilifu na unyonge. Wujuhu yawmaidhin nadhira ila rabbiha nadhira wa wujuhu yawmaidhin basira tadhunnu an yuf'ala biha faqira. Sura hii vile vile imezungumzia habari ya mtu wakati wa kutolewa kwake roho, pale itakapokuwa imedhihiri vitisho kwake yeye, ndipo mwanadamu atakapopata shida nzito na dhiki ambazo hakuwahi kudhania kwamba kuna siku zitamkuta shida hizo. Allah anasema kalla idha balaghat at-taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltafati as-saqu bis-saq ila rabbika yawmaidhin al-masaq fala saddaqa wala salla walakin kadhaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi fayatamatta thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Mwisho sura hii ikahitimisha kwa kuthibitisha kufufuliwa watu na kukusanywa kwa hoja na buruhani za kiakili. Sura hii imezungumzia hoja za kiakili ili kumthibitishia yule ambaye yaamini kwamba watu watafufuliwa na watakusanywa. Pale aliposema Allah ayahsabu al-insanu an yutraka suda alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana alaqatan wa khalaqa fasawwa faja'ala minhu az-zawjayni dhakara wal-untha alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta. Aya tukahitimisha hivi kumtaka mwanadamu atumie akili aliyopewa ya kutambua kwamba kuna siku atafufuliwa kwa mara nyingineyo, kama ilivyokuwa kuna siku aliumbwa akiwa yeye ni maji ya uzazi tu, Allah akatengeneza akawa mwanadamu. Bismillahir Rahmanir Rahim. La uqsimu biyawmil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwama ayahsabu al-insanu allan najma idhama. Ameanza Allah tabaraka wa taala kwa kuapa na kiyama. La uqsimu biyawmil qiyama, ay uqsimu biyawmil qiyama, na apa na siku ya kiyama ambayo ndiyo yaumul hisab wal jazaa. Hiyo siku ya kiyama ndiyo siku
ya hisabu na watu kulipwa. Imekuja kwa la, siyo ya nafia. Mtu aweza akashangaa kama ni kiapo cha kawaida kwamba na hapa, mbona imekuja la? Na la mara nyingi tunajua ni nafia yanfi almadhmun, ambayo inakataa kile ambacho kinaelezewa. Maana yake ingelikuwa si Qur'ani wala ilikuwepo hapa la uqsimu biyaumi alqiyama, maana yake ingekuwa si hapi na siku ya kiyama, ingelikuwa si Qur'ani. Kwa kutangulia la ya kukataa, maana yake la ya kukataa. La akulu, sili. La andhuru, siangalii. Ndio maana ya la katika lugha ya Kiarabu, lakini inatofautiana katika kanuni za lugha ya Kiarabu. Hapa la haikuja kwa maana ya nafsi, wa innama jaat hina bimaana at-tawkid lituakida aljumla. La imekuja kuongezea msisitizo, sio kuja kataa. Kwa maana hiyo Allah aliposema la uqsim biyaumi alqiyama, maana yake na hapa na siku ya kiyama. Wala uqsimu bin nafsi lawama, vile vile na hapa na nafsi yenye kulaumu. Kuna nafsi zenye kulaumu. Allah tabaraka wa taala nafsi kazigawanya katika Qur'ani katika mafungu makuu matatu. Kuna an-nafsu al-mutmainna, kwa itafuta nafsu lawama ni hivi. Kuna an-nafsu al-mutmainna, nafsi ambayo imetulizana katika ibada, katika taa. Ni marhala ya juu kabisa ambayo mwanadamu anatakiwa afikie, apate nafsi mutmainna, nafsi ambayo imetulizana kwenye ibada, haichungwi tena, hailazimishwi tena, haigombeshwi tena, bali haifadhiliki tena na ibada na taa kwa Allah tabaraka wa taala. Nafsi ambayo wakati wote ni yakdhan, iko live au iko hadhir katika ibada. Na Allah tabaraka wa taala nafsi hii amesifu pale aliposema ya ayyatuha an-nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wakati mwanadamu atakapotolewa roho yake, katika baadhi aqwali mufassirin, mwanadamu atakapotolewa roho yake, malaika, ikiwa nafsi hile ni njema, ilifikia katika daraja ya juu kabisa katika uchaji Mungu na ibada za Allah tabaraka wa taala, itatolewa nafsi hile huku ikipewa maliwazo na bishara njema, ikiambiwa na malaika ya ayyatuha nafsul mutmainna, ewe nafsi iliyotulizana katika ibada. Maisha yako yote nafsi, wewe katika dunia ulikuwa ni kuangalia jinsi ya kumridhisha Mola wako tabaraka wa taala kwa ibada, kwa taa, kwa khudhu, wal inqiyad, wal inkisaru ila Allah azza wa jalla. Duniani wewe ulikuwa umetulizana, utetereki katika ibada. Irji'i ila rabbiki, basi rejea kwa Mola wako mlezi, yule ambaye ulipata tabu. Ya ayuha al-insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih, ewe mwanadamu ambaye siku zote unapata tabu katika kufanya ibada. Kwa hiyo tabu zako kuna siku utakutana nazo faidani wake, na ni pale nafsi hiyo itakapotolewa hali ya kuwa inapewa maneno mazuri, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, rejea kwa Mola wako mlezi
hali ya kuwa ukiridhia na kuridhiwa. Umeridhiwa na Allah kwamba ni nafsi mutmainna, abida, taqiya, nafsi iliyokuwa imemcha Allah tabaraka wa taala, imeridhiwa na wewe mwenyewe ni radhia. Ukiridhia yale ambayo utakutana nayo katika malipo mbele ya Mola wako tabaraka wa taala, wewe utaridhia na wewe utaridhiwa na Mola wako. Hii ni nafsul mutmainna. Watu wengi hawajafikia kwenye nafsi. Allah tabaraka wa taala kujalie katika hao, nafsi ambayo haishungwi tena, imetulizana katika ibada. Nafsi ya pili katika daraja baada ya nafsu mutmainna, nafsi ambayo inafuatia katika ukubwa wa daraja ni an-nafsu lawama, hii ambayo anaizungumzia Allah katika surati al-Qiyama. An-nafsu allati talumu sahibaha ala irtikabi maasi, nafsi ambayo inamlaumu yule mwenyewe katika kufanya maasi. Umeangalia kisichofaa kuangalia, wajilaumu. Jamaa, macho haya ya vipi? Kila kinachopita inaangalia. Umesengenya, umejilaumu, kwa nini nasengenya? Ni dhambi. Umeiba, wajilaumu, kwa nini naiba na ni dhambi. Nafsi ambayo haitulizani katika maasi ikawa imeridhika na kuona tabu, kama baadhi ya watu, mtu anafanya maasi Allah tabaraka wa taala akiwa amemsitiri katika maasi yale, lakini anapabaukiwa asubuhi akiwa anayaelezea kwa wengine yale aliyomwasi Allah. Bwana, jana usiku niliona kaonje jana pombe. Kila siku nasikia kuna pombe, siku kuna nini, jana kaonje. Wacha nitolewa. Allah alimsitiri, badala ya kujilaumu kwamba amemkosea Mola wake na Allah kamsitiri. Alikuwa na uwezo Allah kumfedhehesha, yeye ajaeleza watu, aelezea na kujisifu na kuona kwamba lile alilofanya ni umaridadi na ukamanda kumwasi Allah. Nafsi hizi sio nafsi lawama. Nafsi lawama ni zile mtu anapokosea basi akajilaumu kwamba mimi nitaendelea kukosea Mola wangu tabaraka wa taala mpaka lini? Je, nikifa sasa hivi? Je, nikifa baadaye nitamwambia nini Mola wangu? Akajilaumu mpaka akaanza polepole yale maasi aliyozoea kuyaacha. Nafsu lawama, nafsi yenye kulaumu mwenyewe. Watu wengi pia hawajafikia kwenye nafsi hii. Wengi katika wanadamu hawajafikia kwenye nafsi ambayo ni nafsi yenye afadhali kidogo. Kama wakosea kumkosea Mola wako alafu ukajilaumu, wallahi ni daraja kubwa iliyofikia wewe, ni daraja kubwa. Maana yake bado hakuwa ndogo, wewe utaondoka kwenye stage hii, utapanda katika stage ya itminani nafsi, utafika kwenye ile stage yake. Tumeelewana? Lakini ni daraja ambayo ina afadhali kuliko hiyo yakitokokuja baada ya hapo. Nafsi ya tatu aliyoelezea Allah katika Qur'ani ni an-nafsu ammaratun bis-su' wama ubarri'u nafsi inna an-nafsa la ammaratun bis-su'. Nafsi yenye kumwamrisha mwenyewe kutenda machafu wakati wote, nafsi yenye kuamrisha machafu. Na ndio watu wengi nafsi hii wanayo, hawajali wanayoyafanya kumkosea Mola wao tabaraka wa taala, hawajali, nafsi hazijali. Ni kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, muumini dhambi anayoifanya anahisi kama amebeba mlima juu ya kichwa chake, unamlemelea. Muumini
mimi mpaka lini? Kila nikiamka namkosea Mola wangu. Anaona kama na mzigo wa jabali kwenye kichwa chake umlemelea, dhambi anayoifanya. Walkafir, lakini kafiri na wanaofanana na makafiri, yeye dhambi anaona ni kama nzi aliosimama kwenye pua akamfanya hivi. Aona ni dhambi kitu kidogo, kama vile kumshika nzi tu aliosimama kwenye pua. Akiondoka endelea na shughuli zake, ajali. Akija tena atafunga nzi kwenye pua, halemelewi wala patikana. Na ndio watu wengi ambao wako kwenye nafsi hii amara bisu, dhambi wanaichukulia kama jambo la kawaida. Hao watu taksiriki, kafanya dhambi, atakusanya marafiki zake, ataanza kuwahalisia, wajua hivi. Allah alistiri yeye ajipendesha mwenyewe. Nafsi tatu hizi zimetajwa katika Qur'an, lakini katika nafsi hizo Allah akaapia nafsi hii ya lawama, wala uqsimu bin nafsi lawama. Na hapa na nafsi ambayo ni yenye kumlaumu mwenye nafsi hiyo pale anapofanya makosa. Ulama wa balagha wanasema jawabu al-qasam imeondolewa, kwa sababu inapokuja qasam unataka jawabu lake limeondolewa na ni mukaddam. Ay la uqsimu bi yawmi al-qiyama wala uqsimu bin nafsi lawama fa innakum latub'athunna wala tuhasabunna wala tujazunna, wallahi mtalipwa, mtahesabiwa na mtakusanywa. Maana yake kiapo cha Allah anaapia kwamba mtakusanywa na mtalipwa kwa yale yote mliokuwa mkiyafanya katika dunia, kama ambavyo aya baada ya hayo inafuata aliposema ayahsabu al-insanu allan najmaa idhama. Hivi anadhania kafiri, al-insanu bimaana al-kafir, hivi anadhania mwanadamu ambaye anakanusha kufufuliwa, na mwenye kanusha kufufuliwa na kuzaliwa, mtu huyo ni kafiri. Hivi anadhani mwanadamu alla najmaa idhama, kwamba hatutoweza kukusanya mifupa yake baada ya kuchakachika kwenye kaburi. Hayahsabu al-insanu alla najmaa idhama alam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bikulli khalqin alim. Mwanadamu kwa kupinga kwake hivi aone kwamba sisi tuna uwezo wa kumkusanya tena upya baada ya kuchakachika, na yeye anauliza kwa kidei, man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim, ni nani ambaye atakuwa na uwezo tena wa kuikusanya mifupa iliyochakachika? Allah kajibu akisema, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra, ataiuisha hiyo mifupa iliyochakachika yule alimuumba mwanadamu kwa mara ya kwanza bila ya mfano. Alladhi, Mola ambaye amewatengenezea moto kutokana na mti ambao ni mbichi. Moto ameutoa katika mti mbichi. Kiakili ya kibinadamu inaonekana haiwezekani, lakini asili ya moto, achia sasa hivi teknolojia ni kubwa, asili ya moto ni miti ile unapekecha, unatoa moto na waka. Tumeelewana? Kama moto kautoa kwenye mti,
Sasa kumuuisha mwanadamu ambaye tayari alimuumba amekufa, amechakachika, sio jambo zito kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo Allah anasema ayahsabu al-insanu allan najma idama, hivi anadhani mwanadamu kwamba sisi hatutoweza tena kuikusanya mifupa yake? Allah anasema bala, sio hivyo. Qadirina, sisi ni wenye uwezo, ala an nusawwiya banana, kuviweka sawa vidole vyake, kuweka sawa ncha ya vidole vyake. Banana ni hizi ambazo ukienda waambiwa tia dole gumba lako hapo, yaani katika maajabu ya Allah tabaraka wa taala, hizi basma, atrafu albasma, basmati hizi hazifanani dunia nzima, hizi hazifanani tokea Adam mpaka atakayeumbwa mwisho. Banana hizi hazifanani. Ndio maana katika fingerprint ambayo tuna uhakika kwa kumtambua mtu uhalisia wake ni dole gumba au kidole. Mweke milioni 20 hapa, basma hii kila mmoja itakuwa na fingerprint yake. Fingerprint yake haifanani na yule wale dunia nzima. Lakini ukiangalia hivi mistari waona kama zinafanana. Ukiangalia, ukitaka kuangalia vizuri, wewe tia wino alafu weka dole gumba hili, utaona vile mistari. Lakini katika maajabu ya uumbaji wa Allah tabaraka wa taala, tokea Adamu wale kufa wote hata wakukulile, alafu kupangwe mstari kwamba wote tupige dole gumba pale, basi kila mmoja itakuwa ni ya kwake, inamtambulisha yeye peke yake. Hata watoto wako hawafanani na wewe, basma yako. Hata mkiwa mmezaliwa mapacha, hata mkiwa mmefanana vipi, basma zenu hazifanani. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala amezungumzia dole gumba hili kabla teknolojia hii ya security ya ulimwengu haijagundua. Security hii iliyokuja ya kugundua kwamba dole gumba zinaotofautiana kwa wanadamu, ukaambiwa tia saini hapa alafu weka na dole la gumba ili kuhakikisha ni wewe au sio wewe. Baadaye yalishazungumzwa na Allah tabaraka wa taala miaka 1400 iliyopita, wakati dunia iko kwenye kiza katika teknolojia. Bala qadirina ala an nusawwiya banana, sio hivyo, sisi tuna uwezo wa kuzitengeneza zile ncha za vidole zetu. Sio mifupa tu kwa umbeni, hata vile ncha za vidole vyetu vinavyotofautiana nini kwa nini, sisi pia tuna uwezo kuvitenganisha na kuviweka sawasawa, kila mmoja anaona chake vile vile. Maana mweza mtazania kwamba mifupa ya fulani ile iko kwa fulani na fulani iko kwa fulani. Hilo alipo sio hilo tu, hata ile kutenganisha tena zile dole gumba zetu na vidole vyetu cha vyake, pia tuna uwezo wa kufanya hivyo. Ukawa vile vile Muhammad akawa na basma yake ile ile, Uthman akawa na basma yake ile ile, Aisha akawa na vidole vyake tofauti vile vile na wengineo. Pia hivyo tuna uwezo nao, sio mifupa tu. Kwa hiyo usiseme man yuhyi al-idhama wal yaram, nani atakayehuisha mifupa aliyokuwa imechakatika? Sio mifupa tu katika kuhuishwa, hata vidole zetu cha zetu za vidole zilizotofautiana nyinyi kwa nyinyi, pia tutazitenganisha na kuziumba katika hali ya usawa kama mwanzo. Baadhi ya mufassirin wanasema nazalat hadhihi al-aya fi Adi ibn Rabi'a jaa ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam faqala ya Muhammad hadithni an yawm al-qiyamah.
Baadhi ya mufassirina wanasema aya hii imeteremka kumzungumzia Adi ibn Rabia katika sanadidi Quraish Maka, ambaye alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Mtume kwa kebe, hebu nielezee habari za kiyama. Mata yakunu alqiyama, lini kiyama kitakuwa? Wa kaifa amruhu, na itakuwaje siku hiyo? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjulisha habari ya kiyama. Faqala, akasema Ali ibn Rabia, law ayantu dhalika alyawma lam tusaddiquka ya Muhammad wala mu'min biki, hata kama nitaishuhudia hiyo siku ya kiyama kufika kwake, basi mimi sitokusadikisha, sitokuamini. Kaifa yajma'u Allahu al-'idama, vipi Allah atakuwa na uwezo wa kukusanya mifupa? Fanazalat hadhihi al-aya, ndipo ilipoteremka aya hii, raddan alayhi, ikimfanyia raddi yeye kwa kusema Allah, bala qadirina ala an nusawiya banana, bali sio hivyo, sisi ni wenye uwezo wa kukusanya na kuvitenganisha zile ncha za vidole. Pia tuna uwezo ncha za vidole vyake kuvitengeneza upya vizuri, pia tuna uwezo. Tumeelewana? Bali yuridu al-insanu liyafjura amama, bali anataka mwanadamu ambaye ni kafir, liyafjura amama, kufanya uasi mbele yake. Anatamani na kutaka mwanadamu ambaye ni kafir, ay yuridu al-insanu bihadha al-inkar an yastamira ala al-fujur, bali anataka mwanadamu kuendelea kufanya uasi na uchafu amamahu, mbele ya maisha yake, mbele yake manake katika maisha yeye ameshaambiwa na kiyama, lakini bado yeye anataka siku zake za mbele pia aendelee kufanya nini? Kufanya uchafu na maasi. Yasalu ayyana yaumul qiyama, anauliza ni lini hiyo siku ya kiyama. Umeona? Bali yuridu al-insanu liyafjura amama, bali anataka mwanadamu kuendelea kufanya uchafu katika mbele yake, katika mwendelezo wa siku zake za mbele. Yasalu ayyana yaumul qiyama, anauliza kwa kebei ni lini hiyo siku ya kiyama. Allah tabaraka wa taala anasema kwa kujibu, fa idha bariqa al-basar, kumbuka pale macho yatakapokosa nuru, kwa sababu jua litakuwa limeshushwa, liko karibu, mtu hana uoni nzuri katika macho yake, hataona vizuri kwa sababu jua litakuwa lakini vile vile macho yatakapokosa nuru, kwa sababu inbahara min shiddati al-ahwali wal makadir, atakuwa ameshangazwa na mabadiliko ya hali na vitisho vilivyodhihiri wakati huo. Hizi katika moja ya dalail wa shurut al-qiyama. Macho yale kukosa utulivu wa kufesi kitu, kwa sababu hali zimebadilika, vitisho vimekuwa kubwa, kama pale aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam, likulli mri'in minhum yawma idhin sha'nu yughnihi, mtu hatakuwa na uwezo wa kuangalia maumbile ya kubibi kwa sababu ameshughulisha. Macho yanakosa ule uoni wa kuainisha kitu. Na aya hii ilipoteremka, Aisha
aliulizia kupitia hilo, kwa sababu Mtume alisema yuhsharu nnasu hufatan uradan ghurla, watu watafufuliwa siku ya Kiyama wakiwa uchi, wakiwa peku, wanaume wakiwa hawajapelekwa jando, kama vile walivyoumbwa mara ya kwanza bila kupelekwa jando, ndivyo watu watafufuliwa siku ya Kiyama. Kama walivyokuja bila ya mavazi wanadamu, na kufufuliwa nao watafufuliwa bila mavazi. Kama walivyokuja wanadamu bila viatu, kufufuliwa nao watafufuliwa vile vile bila viatu. Kama walivyokuja wanaume wakiwa hawajawekwa sunna, ndivyo watakapofufuliwa vile vile, viungo vyao vyote viko kamilifu. Alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam maneno haya, Mama Aisha akamwambia mumewe, ya Rasulullah, wa baba na watoto wao, wa mama na watoto wao kwenye hali hiyo? Akamwambia wa baba na watoto wao na wa mama na watoto wao. Aisha asema, sasa itakuwaje baba adhiri hivyo au mama adhiri hivyo mbele ya wanawe? Akamwambia, alam tasma'i kalam Allah ya Aisha? Aisha, ushangalini, kwani hujasikia maneno ya Allah tabaraka wa taala aliposema, yauma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi, siku baba atakapomkimbia mwanawe na mwana atakapokimbia babiye, siku ambayo mke atamkimbia mume na mume atamkimbia mke. Kwa sababu gani? Kila mmoja siku hiyo, kwa hali ya ulimwengu ilivyobadilika, kila mmoja ana jambo linalomshughulisha. Hawezi jicho lake kumsimamisha sehemu akaona yule kaumbwa hivi au yule hivi. Watu wapishana uwe na huku, watu wapishana wale wenda huku, wale hakuna anamwambia yule kaumbwa vizuri au yule kaumbwa vibaya mzee. Utapata wapi muda huo? Huo ni utulivu wa akili. Tumeelewana? Kwa hiyo hapo itakuwa ni kiyama nacho kimesimama tayari. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala anasema, fa idha bariqa al-basar, siku jicho litakapokosa nuru ya kuona vizuri, wa khasafa al-qamar, na mwezi nao utakapopokonywa mwanga wake, wa jumia ash-shamsu wal-qamar, na siku itakapokusanywa jua na mwezi. Ni vitu viwili tofauti, viko tofauti. Jua liko kilomita nyingi sana kutoka ardhini, umeelewana? Liko kilomita nyingi sana kutoka kwenye mwezi, achilia ardhini. Kutoka kwenye mwezi mpaka kufikia jua ni mamilioni ya kilomita au mamilioni ya maili, kutoka kwenye jua mpaka kuja kwenye mwezi, na kutoka kwenye mwezi kuja katika ardhi napo ni mbali, lakini inaonekana kutoka kwenye mwezi kuja kwenye ardhi ni karibu kuliko kutoka kwenye mwezi kwenda kwenye jua. Lakini Allah tabaraka wa taala, kwa kuonyesha kwamba nidhamu ya ulimwengu iko tofauti, wa jumia ash-shamsu wal qamar, sayari mbili tofauti ambazo ziko mbali mbali zitakapokusanywa wakati katika sehemu moja. Mwanadamu hali hii tamtisha sana, hajakuishuhudia. Maharibiko ya ulimwengu na nidhamu ya kidunia iko hivi. Angalia Allah anaposema, jua na mwezi utakapokusanywa, mwezi utakapokoswa nuru yake, macho ya watu yatakapokuwa hayana nguvu ya kuangalia, yaqulu insanu yawma idhin aina al-mafar, atasema kafiri, atasema mwanadamu, yauma idhin, imekuja kwa tanwini iwa ani jumlati mahdufa, atasema mwanadamu yauma idhin, ay yauma idh,
barika albasar wa khasafa alqamar wa jumia ash-shams walqamar aina almafar. Atasema mwanadamu siku hiyo kwamba iko wapi sehemu ya kukimbilia? Akili kafiri ndio itakuwa imemjia, aina almafar, iko wapi sehemu ya kukimbilia? Kwa sababu macho hayaoni vizuri kama macho, mwezi hautoi nuru yake kama kawaida, jua na mwezi vimekutanishwa sehemu moja. Mwanadamu ndipo atakapouliza aina al-mafar, iko wapi sehemu ya kukimbilia? Ni kweli sehemu ya kukimbilia hamna. Kabla muda mchache mwanadamu alikuwa kwenye tumbo la ardhi, amehifadhika, amekuja kwenye ulimwengu akidhania maisha ya miaka yale ya jua kutoka mashariki kwenda magharibi, jua na mwezi kuwa na mihimili yake tofauti. Washamsu tajri limustaqarri laha dhalika taqdiru al-aziz al-alim walqamara qaddarnahu manazila hatta aada kalurjuni al-qatim. Viwili hivi, mwezi na jua, kila moja kiko katika muhimili wake kikizunguka. Leo imetokea mwanadamu anashuhudia kwa mara ya kwanza viwili hivi ambavyo havikutani vimekutana sehemu moja. Ndipo hapo atakaposema ainal mafar, ni wapi kwa kukimbilia? Ni wapi kwa kukimbilia? Pako kwa kukimbilia kweli. Na nakumbuka hiyo ni katika sayari za juu ni katika hali za ulimwengu wa juu kuna mabadiliko haya. Haina maana kwamba ulimwengu wa chini mwanadamu kabakizwa salama, yaani apigwa huku na huku. Ulimwengu wa juu huo umesharibika. Ulimwengu wa chini Allah anasemaje? idha zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insan ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idhin yasduru an-nasu ashtata liyuraw a'malahum. Ulimwengu wa chini nao pia umemvuruga akili mwanadamu. Sio ulimwengu wa juu tu walishuhudia jua, mwezi na sayari nyingine zinaenda kombo, lakini hata ardhi inamkataa mwanadamu. Allah tabaraka wa taala asema idha zulzilatil ardu zilzala. Kumbuka ardhi itakapotingishwa mtingisho mkubwa. Wa akhrajatil ardu athqalaha, mitingisho hiyo ikapelekea ardhi kutoa mizigo yake. Mizigo yote ilikuwa ndani ya ardhi itatoka siku hiyo kwa sababu ya mtingisho. Madini yatatoka, wafu watatoka, sijui mizigo gani ilikuwa huko, yote itatoka. Wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Mwanadamu akishaona hivyo akaulizia, hii ardhi leo ya nini? Mbona iko hivi? Ardhi tulioizoea, ukitulizana imetulizana, ukikimbia imetulizana, ukipiga pingu imetulizana, ukicheza imetulizana. Haya, mbona ardhi hii leo iko hivi? Malaha, ina nini ardhi hii? Allah anasema Mola wako ameipa wahi ifanye hivyo. Allah ndio ameifanyia hivyo, izungumze, itoe mizigo yake, ibakie wasi, kama alivyosema katika sura nyingine, idha samaa'u shaqqat wa adhnat li rabbiha wa hukkat wa idha al-ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Mbingu zitapasuka pasuka, idha samaa'u shaqqat wa adhnat li rabbiha wa hukkat.
na itataka ruhusa mbingu kwa Mola wake, wa hukka, na itakuwa na haki ya kutaka ruhusa. Iachane na desturi mwanadamu alizoea. Wa idha al-ardu muddat, na pindi ardhi itapojikunjua, ardhi itajikunjua sasa. Wa alqat ma fiha wa takhallat, ardhi itatema vyote vilivyomo ndani ya ardhi. Wa takhallat, na itabakia tupu, haina kitu, haina mzigo tena. Baada ya kutema ardhi vyote vilivyomo chini ya ardhi, wa takhallat, Allah anasema itabakia tupu kabisa, haina mzigo wowote. Alam naj'al al-ardha kifata ahyaan wa amwata, ardhi tumeifanya ni sehemu ya wahifadhi wanadamu. Wanadamu wakiwa hai na wakiwa wamekufa wanahifadhika kwenye ardhi. Sisi sote tumebebwa na mgongo wa ardhi, na tukifa tutasitiriwa na tumbo la ardhi. Mwenyezi Mungu atujalie mwisho mwema. Yaqulu al-insan yawma idhin aina al-mafar, siku atakapoona ulimwengu wa juu umeharibika, ulimwengu wa chini umeharibika, milima imeteketezeka, ndipo atakaposema mwanadamu, yawma idhin, siku hiyo atakapoona hivyo, aina al-mafar, ni wapi kwa kukimbilia? Mbinguni hakuendeki, ardhini hakukaliki, bahari zimezawaka moto. Wa idha al-biharu sujirat, bahari za waka moto. Milima ambapo ndio kulikuwa na mipango mtu aweza kujificha, imesagasagwa, hata uwe wako uonekana yule kijana yule, wenda jificha kwa kimbilia. Tumelewana? Ni hali nzito ambayo mwanadamu mwenyewe pamoja na ukafiri wake, huyu alikuwa kafiri, atataka kwa kukimbilia, lakini hakuna kwa kukimbilia. Sasa utapojichimbia shimo wakati ardhi yatetemeka, maana mtu anaweza kusema unaweza ukachukua shepu ukachimba, una muda huo kushika shepu ukajichimbia shimo, uenda wapi na ardhi yatetemeka? Mbingu zimepasuka pasuka, nyota zimeanguka, milima imesagika. Ni hali nzito ambayo ya kutisha. Yaqulu al-insanu yawma idhin aina al-mafar, atasema mwanadamu siku hiyo ni wapi pa kukimbilia? Kalla, koma kudhania hivyo. La wazhar, hapana pa kukimbilia. Koma kufikiria hivyo, achana na dhana hiyo, hakutokuwa na pa kukimbilia. La wazhar, hapana pa kukimbilia. Ila rabbika, kwa Mola wako pekee. Yauma idhin, siku hiyo. Almustaqar, ndiyo makimbilio ya watu wote, ndiyo pa kutulia jumbe wote. Imekuja katika uslubu al-hasri. Qaddama Allahu azza wa jalla khabar al-mubtada wa akhara al-mubtada liifadati al-hasri. Maana yake hakuna makimbilio yoyote siku hiyo isipokuwa maelekeo yote ya viumbe wote ila rabbika, ni kwa Mola wako mlezi peke yake. Kafiri ataelekea huko, muumini ataelekea huko, ili watu wakalipwe in khairan fa khair wa in sharra fa shar. Yunabbau al-insan, imekuja kwa naba. Katika lugha ya Kiarabu kuna khabaru na nabau, zote ni khabar, walakin yakhtalifu al-khabaru an an-naba, lianna an-nabaa khabarun adhim wa ham.
Inapokuja naba, maana yake ni habari zito, kama alivyosema Allah, amma yatasaalu anin naba'il adhim. Hakusema anil khabaril adhim, kwa sababu khabari inatofautiana na habari, pamoja zote ni habari. Na hata kwenye aya hii Allah ametumia fi'lu nabba'a, hakutumia akhbara. Yunabbahu al-insanu, atapewa habari mwanadamu, yauma idhi, siku hiyo, bima qaddama, kwa yale aliyoyatanguliza katika uhai wake wa duniani, wa akhar, na yale aliyoyachelewesha duniani. Kuna watu wataondoka duniani, watatanguliza matendo yao, na kuna wengine watakufa, matendo yao yatafuata nyuma, watakuwa wameacha duniani matendo, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumi alqiyama wa man sanna sunnatan sayyi'a falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumi alqiyama, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Mwenye kuanzisha jambo jema atapata thawabu ya jema lile, na atapata thawabu za wenye kulifanya jema lile alilolianzisha, hata akiwa amekufa mpaka siku ya Kiyama. Mfano, katika mema, umechimba kisima, tumeelewana, umejenga madrasa, umesomesha alim mpaka akawa na yeye afundisha watu dini, basi hata ukifa bado yale matendo yatakuja kule akhera uliko, utakuwa umeyachelewesha yale yatakufuata mpaka siku ya Kiyama. Kuna watu wanaishi hivyo duniani na wataishi hivyo kwenye barzakh, wakifuatwa na mema walioyaacha duniani. Ndio haya tunasema bima qaddama, kwa yale aliyofanya wakati wa uhai wake, wa akhar, na yale ambayo ameyachelewesha, maana yake amekufa lakini yanakuja kufuatisha nyuma kule alipokwenda. Wapo katika watu, tumwombe Allah sisi atufanye katika hao. Lakini kuna watu nao kwa upande wa pili, nao kama anavyosema, wa man sanna sunnatan sayyi'a fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumi alqiyama, na mwenye kuanzisha jambo baya atapata dhambi za ubaya ule na ubaya wa wale ambao watafanya ubaya ule aliuanzisha, hata akiwa amekufa utafuata mpaka siku ya Kiyama. Kuna watu wameanzisha vyama vya ngoma huko, kuna watu wameanzisha vyama vya ngoma, kuna watu wameanzisha maasi ya huku na kuyatafuta watu wayasapoti maasi ya kama haya. Ieleweke, hayo yatakuwa ni matendo mabaya yatakayofuata yule aliyoanzisha mpaka siku ya Kiyama. Siku moja napita tangamano, siku nyingi, nikaona kuna mkusanyiko wa watu, lakini nikasikia sauti ya mtu mzima mmoja alia. Mbona kuna mtu pale alia, kuna nini? Ikabidi nisogee nikaangalia kuna nini. Kufika nikienda kutana na msanii mmoja maarufu sana. Kumbe kuna msanii pale alikuwa anaonyesha toba mbele za watu, alia kabisa. Kamsikiliza, asema, jamani, mimi kuanzia leo nasema hivi, na Allah ni shahidi, kaseti zangu zikipigwa, basi mwenye kupiga kaseti zile
za mziki wangu ni juu yake yeye dhambi zile. Mimi kuanzia sasa nataka kila mwenye kaseti yangu nyumbani kwake aivunje. Azungumza huku alia, wallahi aliniathiri sana yule bwana, aliniathiri sana. Akasema alhamdulillah, ukisikia taubatan nasuha ndo ni atangaza hadharani. Tena akasema na wale wamiliki wa maredio na televisheni, natangaza hapa hadharani kwamba wasipige kuanzia leo kaseti zangu, nyimbo zangu wasipige kabisa, sitaki. Akalia kilio kikubwa sana pale. Akasema alhamdulillah, kama watu wote watagundua makosa yao alafu wakatubia kama hivi, jambo zuri sana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jamaa alikuwa na njaa yule, kumbe yale maasi ndio yalikuwa yakimpa ugali kwa dhana yake. Sasa Allah alitaka kumtahini ili aone ile tauba yake ni tauba na nasuha. Paka na jakaa miaka miwili, nasikia yule jamaa karudi tena kwenye muziki, karudi tena. Nasema inna lillahi, kulia kote mbele kwa watu mimi, tukamwombea na dua zetu sisi. Mwenyezi Mungu amuongoze zaidi. Kwa hiyo maana yake anaridhika kwamba hata akifa leo awe ameacha wafuasi wa dhambi zake, huku wakianza kumletea dhambi akhera. Ndio maana yake. Pale mwanzo alipoonyesha ile toba, ilikuwa anaonyesha kwamba ataki akiondoka duniani awe na dhambi zinazomfuata baada ya kufa kwake. Lakini kwa kuikana toba yake, maana yake akifa leo wafuasi wake wale wakicheza majimbo yake yale, na yeye kule aingiza katika dhambi zake, aendelea kule kupewa katika dhambi. Tumwombe Allah tabaraka wa taala akupe mwisho ulikuwa bora zaidi. Kwa hiyo Allah anasema sio dhambi tu mtu atakazokwenda nazo ndio atauliziwa na atatoa habari nazo. Kuna watu watafika akhera, ataambiwa hii nilifanya siku ile, umeona picha yake, ni kweli ya Rabbi, hili umeifanya, ni kweli ya Rabbi. Jengine aambiwaje, ulivyokufa watu walifanya kufuata njia zako hivi. Sisi tumeelewana? Ulivyokufa ukuziona nyingine wewe, lakini wafuasi wako walifanya kwa niaba yako. Hizi pia ni katika dhambi zako kaka. Yunabbahul insanu yaumaidhin, atapewa habari mwanadamu siku hiyo ya Kiyama, bima qaddama, kwa yale aliyoyafanya kuyatanguliza akiwa hai duniani, wa akhara, na yale aliyoyachelewesha yaliyofanywa na watu wake na amali zake alizoziacha duniani mbaya. Ataelezwa pia uliondoka, uliacha sunna kule watu waifanya, na katika mazuri nayo hivyo hivyo. Ataambiwa kuna watu watakaoshangaa, kumbe ilianza kwangu ya Allah, ambayo hivi zangu ulivyokufa wafuasi wako waliendeleza pale kwa sisi. Alhamdulillah. Kuna watu watashangaa. Fanyeni, wekezeni akhera. Kuna watu wako hai alikuwa wamekufa, maana yake wanaingiza. Kwa hiyo aya hii inapiga kote kote. Pamoja yake inaonyesha wale makafiri ndio watakufanywa hivyo, lakini hata wema ambao wataacha mema, wataasisi mambo mema. Kuna watu wameacha wakfu. Kuna wazee wa zamani, mashaallah, Allah. Kuna watu wameacha majumba huko kwenye misikiti. Kuna misikiti huko imeachiwa watu chungu mzima, kuna baadhi ya misikiti, lakini wakora wamejinafsisha. Mimi naita wakora. Mtu kajenga nyumba yake, katoa wakfu kwenye msikiti, wewe wajauza wakfu ule, wewe wajatumia kwa maslahi yako na familia yako wakfu ule. Wewe ni mkora, wewe ni mkora, hakuna jina jingine.
Wallahi, kuna misikiti humu mmekuwa watu, lakini ukifuatizisha wewe utakuta ni hadama, kuna watu wamekopa vyote. Hii misikiti ingekuwa yauzwa pia na watu wangeuza. Kuna minyang'ao umejiingiza kwenye misikiti kwa nembo kwamba ni wasimamizi wa misikiti, kuna minyang'ao. Kazi yao kula mali za misikiti. Misikiti ilikuwa na uwezo hii mengine kuwa na mpaka maskuli kwa watu vilivyoachiwa. Misikiti ilikuwa na uwezo ya kuwa na daru ya itam, nyumba za kulelea mayatima. Misikiti ilikuwa na uwezo ya kusomesha watu, lakini ni familia chache zimebana, zimejimilikisha misikiti hiyo. Kazi yao kula watu na kuuza watu. Sasa hawa ndio hao tunaosema hapa, yunabbahu al-insanu yawmaidhin bima qaddama wa akhar. Umewacha kizazi ambacho kinakula dhulma. Umekufa wewe, watoto wako umewasisia dhulma, wanakula dhulma. Wajukuu zako umewasisia dhulma, wanakula dhulma. Vinakuja vikuu vyako vinakula dhulma. Silsila ya familia yako yote ni dhulma. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, kullu lahmi nabata ala suhti fannaru aula biha, kila nyama inaomea kwenye mwili wa mtu kwa kupitia dhulma, basi moto ndio itakuwa sehemu ya kutakasa nyama hiyo. Kila nyama, usijione umejaajaa kumbe wala dhulma. Elewa nyama hizo zitakwenda kuwa na moto. Hakuna kitu kitakachobakia, hakuna kitakachojificha kwa Allah tabaraka. Tuwe makini sana. Waislamu wamekuwa wanyonge kwa sababu ya watu wachache. Wallahi, Waislamu wamekuwa wanyonge kwa sababu ya viongozi wa Kiislamu. Si wa kweli, si wa kweli. Wewe angalia taasisi za miaka 60 lakini imekusanya watu wanyonge. Taasisi ina miaka 60 lakini haisaidii jamii ya Kiislamu. Lakini kuna mbija, mtu kazi yake kufyonza, kashika mbija kuwajia anyonya. Mtu anyonya tu. Hatutaki kuzitaja ni mashuhudi na tunashuhudia mataasisi huko yako mengi Tanzania huko. Na hata hapa Tanga tunayo mataasisi yamewekwa ni kunufaisha watu wachache, lakini sio kunufaisha Waislamu. Taasisi zinazonufaisha Waislamu ni chache mno, au tunaweza tukasema hamna, chache mno. Lakini taasisi nyingi zimewekwa kwa maslahi ya baadhi ya watu, sio Waislamu. Zimepewa nembo na picha ya Uislamu tu, kaambiwa hii ni taasisi ya Kiislamu, lakini kiundani sio taasisi za Kiislamu 99%. Kwa sababu waweza kuuliza, au Waislamu wanufaika na nini taasisi? Au Waislamu wanufaika na nini kama sio miradi ya wao? Waislamu wanufaika na nini? Hebu tafuteni hao Waislamu wanufaika na hizo taasisi, tutajieni majina yao, fulani fulani fulani, watajieni kwa majina au wamwaujue Waislamu nini. Lakini kubwa ndio kimbilio utakuwa si mafundisho dini pale basi dini tu, dunia nayo haihusu Waislamu. Waislamu dunia sio yao, watakula dini wao. Hawasaidii mayatima taasisi hizo, hawasaidii wajane, hawasaidii watu wenye majanga, hawasaidii. Sasa kwa Uislamu kwenye taasisi huo uko wapi? Uislamu sio jina, Uislamu ni vitendo. Wenye majanga wasaidishwe kwa taasisi za Kiislamu. Na watu wengi kwenye taasisi, mayatima wategemewe na kusaidiwa na taasisi za nembo za Uislamu. Wasiojiweza wasaidiwe vipato na kuwezeshwa na taasisi za Kiislamu. Huo ndio Uislamu. Uislamu sio pekee wa kufundisha alfabeti kwamba basi ndio imebeba nembo pamoja, ndio jambo kubwa hilo, lakini sio hivyo, waishii hapo peke yake. Kwa hiyo viongozi waliobeba mamlaka ya taasisi za Kiislamu
watakuwa na masuhulia makubwa sana mbele ya Allah tabaraka wa taala. Watakuwa na masuhulia, wasipokuwa makini watakuwa na masuhulia makubwa sana. Allah anasema yunabbau linsanu yaumaidhin bima qaddama wa akhar, atapewa habari mwanadamu. Sio kupewa habari, maana yake ataulizwa na atalipwa yale yote aliyoyafanya kwa kuyatanguliza wakati yuko hai, wa akhar, na yale aliyoyachelewesha baada ya kufa kwake aliyoyaasisi duniani na kufuata. Bali linsanu ala nafsihi basira, bali mwanadamu yeye ni mjuzi zaidi kwa yale yaliyopo katika nafsi yake. Anayajua vizuri sana yale yaliyo juu ya nafsi yake, kila mmoja ajua. Hata akipewa habari na Allah, maana yake ajua tayari ni Allah tu anatumia ile kutaka kumfanyia demokrasia yule, ili asione kwamba kuna udikteta fulani, bwana umfanya hivi umfanya hivi. Ajua yote mwanadamu, ufanya hivi ufanya. Bali linsanu ala nafsihi basira, bali mwanadamu juu ya nafsi yake ni mjuzi wa yale aliyoyafanya. Walau alqa maadhira, hata akitoa udhuru mbalimbali, mimi ilikuwa hivi na hivi, Allah rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan ma taraktu, udhuru mbalimbali anazozitoa, lakini yeye ajua fika kwamba yeye amekosea. Walau alqa maadhira, hata akitoa yeye tahadhari au udhuru mbalimbali anazozitoa, lakini anajua fika juu ya nafsi yake kwamba amefanya hivi na amekosea hivi. Tumwombe Allah tabaraka wa taala atujalie mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Rabbana arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabahu. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.